Kijana wangu, haya ndiyo maisha yetu huku. Ndio umefika na karibu sana. Kabla hatujaanza stori ya leo, tafadhali subscribe, like na kucomment kwenye channel yetu ya Simulizi na Azizi. Msaada wako ndio unaifanya simulizi kama hii iendelee. Usiondoke hadi mwisho, maana stori hii ina mambo ambayo hayasimuliki kirahisi. Utapata kujifunza kitu kutokana na hii simulizi. Na simulizi yetu ya leo ni mpangaji mpya wa ghetto. Jina langu ni John, nina miaka 29, Mtanzania niliyekulia mjini, mahali ambapo kelele zipo kila kukicha na siri huwa zinaishi kwenye kuta zilizopasuka. Hii siyo stori niliyoisikia. Hii ni stori niliyoishi, yani ilinitokea mwenyewe. Kwenye kujitafuta kimaisha, nilitafuta chumba cha kuishi cha kupanga, yani ghetto. Nikakipata. Nilipohamia pale ghetto jijini Tanga, sikujua kama nilikuwa naingia kwenye maisha mapya au mlango wa tatizo ambalo lingeanza polepole, kimya kimya, hadi siku nitakapojiuliza kama bado niko hai au nimekuwa kivuli tu ya yule John wa zamani. Maisha yanaenda kasi kweli. Unajua ni nini kilinikuta? Kabla sijaendelea, itabidi nianze stori yangu mwanzo kabisa, ili tuende pamoja kwenye yale yaliyonikuta. Si ndio Haya, tuende kwenye stori. Nilifika jioni, jua likiwa linazama upande wa bahari ya Hindi. Anga lilikuwa la rangi ya machungwa iliyochanganyika na kijivu, na upepo wa bahari ulikuwa unapiga taratibu, ukipeleka harufu ya chumvi na samaki waliokaangwa mbali kidogo. Ghetto ile ilikuwa eneo la zamani karibu na mitaa ya ndani ya Tanga. Nyumba za zamani za zege, rangi zimefifia na nyaya za umeme zikining'inia ovyo kama mishipa iliyochoka. Nyumba niliyopangisha ilikuwa ya vyumba viwili. Ukuta wake ulikuwa na rangi ya zamani ya bluu iliyopauka, mlango wa chuma uliokuwa na kutu pembeni na dirisha lililokuwa linapokea upepo wa bahari moja kwa moja, lakini lilikuwa halifunguki kabisa. Mwenye nyumba aliitwa Mzee Bakari, mzee wa Kitanga, sauti yake nzito, macho yake yakiwa na uzito wa mtu aliyebeba mambo yasiyosemwa. "Karibu Tanga kijana," alisema. "Nashukuru mzee," nikajibu. Alinitazama kwa muda mrefu kabla ya kusema, "Unajua hii nyumba iko kimya sana usiku?" Nikacheka kidogo. "Ndio nataka hivyo mzee, kimya." Mzee Bakari hakutabasamu. "Hakuna nyumba iliyo kimya sana bila sababu." Maneno yale yalipotelea kwenye upepo wa bahari. Usiku wa kwanza nililala huku nikisikia mawimbi ya bahari yakigonga kwa mbali. Ilikuwa sauti ya kutuliza mwanzoni, lakini katikati ya usiku kulikuwa na sauti nyingine. Sauti kama mtu anaburuta kitu kizito sakafuni. Sss, sss. Nilidhani labda ni upepo unaopiga mlango au panya. Kisha nikasikia sauti ya kunong'ona ikichanganyika na upepo wa bahari. "John, John, usijifanye hulioni." Sauti haikutoka nje, ilikuwa ndani ya chumba. Niliruka, nikawasha taa, hakukuwa na mtu. Ukuta ulikuwa mtupu, mlango umefungwa. Jasho langu lilinitoka licha ya baridi ya usiku wa Tanga. Nikajisemea, labda ni uchovu, labda ni mawazo tu, lakini moyo wangu haukukubaliana nami. Asubuhi yake nilitoka kununua chai ya rangi na maandazi. Nje maisha ya Tanga yalikuwa yakiendelea kawaida. Wanawake wakifagia, bodaboda wakipita, sauti za bahari zikisikika mbali. Nilimsalimia jirani yangu wa karibu, Mama Rukia, mama wa makamu aliyekuwa na leso kichwani. "Asubuhi njema." "Njema," alijibu, macho yake akinikagua. "Umehamia jana?" "Ndiyo." "Nyumba ile?" akauliza, akionyesha kwa kichwa. "Ndiyo." Alinyamaza. Upepo wa bahari ukapita katikati yetu. "Wewe ni wa kwanza kuilala peke yako," alisema taratibu. "Wa kwanza tangu lini?" nikauliza. Mama Rukia alitikisa kichwa. "Hayo si maswali ya kuuliza hapa kijana." Akaniacha pale, moyoni mwangu maswali yakizidi. Siku ya tatu nikiwa panga nguo nikiinama chini ya kitanda, nikakuta mfuko mweusi wa nailoni. Ndani kulikuwa na daftari la zamani, kurasa zake zimekunjamana kwa unyevu wa bahari. Ukurasa wa kwanza uliandikwa na kalamu ya bluu, "Mali ya John." Mapigo ya moyo wangu yakapanda. Nilifunga ukurasa uliofuata. "Kama unasoma haya, basi bado hujamezwa na hii nyumba. Usiamini sauti zinazokuja na upepo wa bahari. Usifungue mlango baada ya saa 12. Na muhimu kuliko yote, Tanga haikuachi kirahisi." Nilifunga daftari. Nani alikuwa John huyu mwingine? Na kwa nini aliandika kana kwamba alinijua? Nilimtafuta Mzee Bakari. "Mzee, nani aliishi hapa kabla yangu?" Alivuta pumzi ndefu. "Hakuna aliyedumu," nikasema. "Na jina lake?"
Nikauliza. Alinitazama machoni. Usichimbe mambo ya bahari kijana. Bahari hurejesha kile ilichochukua. Nilijua haniambii ukweli wote. Kama bado hujafanya hivyo, subscribe, like na comment kwenye chaneli yetu ya Simulizi na Azizi. Maoni yako ndiyo yanatuambia tuendelee au tusimame. Sasa tusonge mbele. Nilisimama mbele ya mlango kwa muda mrefu kuliko nilivyodhani. Giza lilikuwa zito. Upepo wa bahari ulikuwa unapigwa kwa nguvu kiasi cha kufanya dirisha litetemeke. Harufu ya chumvi na unyevunyevu wa tanga ilijaa chumbani. Mlango uliendelea kugongwa. Knock, knock, knock. Sauti haikuwa ya mtu anayehitaji msaada. Ilikuwa ya mtu anayejua nipo ndani. Nilimeza mate. Sipo tayari, nilisema kwa sauti ndogo, hata sijui nilikuwa namwambia nani. Nilisikia kicheko nje ya mlango. Kicheko kile kilikuwa cha chini, kizito, na kilikuwa kinajua kitu ambacho mimi sikujua. John, hata mimi nilisema hivyo. Miguu yangu ilitetemeka. Sauti ile ilikuwa ya mwanaume, lakini ilikuwa kama sauti yangu, ila nzito zaidi, kama mtu aliyekaa muda mrefu baharini. Nilirudi nyuma hatua mbili. Nilikaa kimya. Baada ya sekunde chache, mlango uliacha kugongwa. Upepo wa bahari ukatulia ghafla, kama vile tanga nzima ilisimama kusikiliza. Nilidhani yameisha. Kisha nikasikia sauti ndani ya chumba. Ulichagua kuchelewa, kama mimi. Niligeuka kwa haraka. Kivuli kilikuwa kimesimama karibu na dirisha. Hakikuwa na umbo kamili. Kilikuwa kama moshi mzito unaobeba sura ya mtu. Macho yake yalikuwa kama nuru hafifu, yakinitazama bila kupepesa. Unataka nini? Nikauliza kwa nguvu ya mwisho niliyokuwa nayo. Nataka uondoke kabla haijawa kuchelewa sana, kivuli kilisema. Lakini tanga haikuachi bila kuchukua kitu chako. Kabla sijauliza zaidi, kivuli kile kilitoweka, kikimezwa na giza. Nilikaa chini, moyo wangu ulikuwa unapiga kama ngoma za jadi za pwani. Asubuhi ilipofika, nilirudi kwenye daftari lile. Nilihisi kana kwamba halikuwa karatasi tu, lilikuwa kumbukumbu hai. Nilifungua kurasa ambazo sikuziona mwanzo. Leo ni siku ya 41 tangu nihamie. Nimegundua kitu. Geto hii iko juu ya ardhi iliyolaaniwa. Zamani kulikuwa na njia ya siri kwenda baharini, njia ya waliopotea. Waliokuwa wakirudi hawakuwa binadamu wote. Mikono yangu ikaanza kutetemeka. Kurasa zilizofuata zilikuwa na ramani ya kuchorwa kwa mkono. Mitaa ya Tanga, mstari ukielekea baharini na alama nyekundu karibu na geto niliyokuwa nimehamia. Maneno yaliyoandikwa pembeni yalinishtua. Usiwaamshie. Nilimtafuta Mama Rukia tena. Safari hii sikumpa nafasi ya kunikwepa. Mama, nikasema, nini kinaendelea hapa? Hii nyumba si ya kawaida. Alinitazama kwa muda mrefu, halafu akasema, John, Tanga ina historia ndefu kuliko watu wanaoishi leo. Akanisogelea karibu. Kabla ya majengo haya, palikuwa na njia ya bahari. Watu walipotea usiku, wengine walirudi, lakini walikuwa wamebadilika. Nani? Nikauliza. Wapangaji. Nikasikia damu ikiniganda. Mama Rukia akaongeza kwa sauti ya kunongona, ukisikia sauti yako mwenyewe ikikuita, ujue muda wako umekaribia. Siku zilivyopita, nilianza kuona mambo ya ajabu. Siku moja niliangalia kwenye kioo. Kwa sekunde chache, sura niliyoiona haikuwa yangu. Macho yalikuwa yamezama zaidi. Ngozi ilikuwa kama imeguswa na maji ya chumvi muda mrefu. Nilianza kuichukia mwanga wa mchana. Usiku nilikuwa nahisi nafuu zaidi. Na mbaya zaidi, nilianza kuzizoea zile sauti. Usiku moja nilijikuta nimesimama karibu na bahari. Sikumbuki nilitokaje nyumbani. Nilisikia sauti ikinongonezwa nyuma yangu. Unaanza kunielewa sasa, John. Niligeuka polepole. Alisimama pale, John wa kwanza. Mwili wake ulikuwa kama mtu aliyekuwa amezama baharini muda mrefu, lakini macho yake yalikuwa yangu. Nilijaribu kuondoka, lakini Tanga ilinihitaji nibaki. Sasa inakuhitaji wewe. Nifanye nini? Nikauliza. John wa kwanza alinitazama baharini. Una chaguo mbili. Moja, ondoka sasa, uache kivuli chako hapa. Mbili, baki, uwe sehemu ya walinzi wa geto. Nikiondoka, nikauliza, atachukuliwa mtu mwingine, kama wewe. Upepo wa bahari ukapiga kwa nguvu. Nilitambua ukweli mchungu. Geto haikuwahi kukosa mpangaji. Swali lilikuwa, je, mpangaji anayefuatia atakuwa mimi au mtu mwingine asiyejua? Kama hii story inakushika mpaka sasa, tafadhali subscribe, like
na comment kwenye channel ya Simulizi na Azizi. Maoni yako ndiyo yanayotupa nguvu ya kuendelea kufukua siri za ghetto ya Tanga. Nilirudi nyumbani nikiwa na kichwa kizito. Maneno ya John wa kwanza yalikuwa bado yananiambia Tanga inakuhitaji. Lakini mimi sikuwahi kuomba kuhitajika na ghetto. Usiku ulipoingia, upepo wa bahari ukapiga kwa nguvu isiyo ya kawaida. Milango ya nyumba jirani ikaanza kugonga kama watu wasiokuwepo wanajaribu kuingia. Nilitoa daftari lile tena. Kulikuwa na ukurasa mmoja ambao sikuwa nimeusoma vizuri. Ulikuwa umeandikwa kwa herufi kubwa. Njia iko chini ya nyumba. Moyo wangu ukapiga kwa nguvu. Nilianza kugonga sakafu ya chumba cha pili. Sehemu moja ilitoa sauti tofauti, tupu. Nilivunja saruji kidogo kwa nyundo ndogo niliokopa. Chini yake kulikuwa na mlango mdogo wa chuma wenye kutu, umefunikwa kwa vumbi na chumvi. Niliposogea karibu, harufu ya bahari iliongezeka, kali zaidi kuliko kawaida. Nilifungua mlango. Baridi linipiga usoni. Ngazi za mawe zilikuwa zinashuka chini, gizani, zikionekana kama hazina mwisho. Nilishuka, kila hatua ikilia kama inalia kwa maumivu. Chini ya ngazi kulikuwa na handaki refu. Kuta zake zilikuwa na alama za kucha, kama watu waliwahi kujaribu kurudi juu bila mafanikio. Nilisikia sauti nyingi sasa. Sio sauti moja tena. Walikuwa wakinong'ona kwa pamoja. Rudi, usije, chelewa sana. Niliona majina yamechongwa kwenye ukuta. Majina ya watu wa Tanga. Majina ya miaka tofauti. Na kati yao, John. Zaidi ya mara moja. Nilihisi miguu ikikosa nguvu. Nilifika mwisho wa handaki. Palikuwa na chumba kikubwa cha chini ya ardhi. Maji ya bahari yakipenya kwenye kuta pole pole. Katikati kulikuwa na alama ya duara imechorwa kwa damu iliyokauka. Sauti ikazidi kuwa wazi. Hapa ndipo tulipochaguliwa. John wa kwanza akatokea tena, akitokea kwenye kivuli. Ghetto imejengwa juu ya mahali pa sadaka, alisema. Zamani walitoa mtu mmoja ili bahari ilinde miji. Ndiyo maana watu wanapotea? Nikauliza. Alitikisa kichwa. Sio kupotea, ni kuchukua nafasi. Nilihisi maji yakigusa miguu yangu. Hayakuwa baridi tena. Yalikuwa kama sehemu yangu. Nilianza kuona kumbukumbu zisizo zangu. Watu wakilia, bahari ikifunguka, ghetto ikikua juu ya mifupa. Nilipiga kelele. Sitaki hili. John wa kwanza aliniangalia kwa macho ya huruma. Hakuna mpangaji aliyewahi kutaka. Bahari ililia. Ndiyo, ililia. Kuta zikaanza kutisikika. Maji yakapanda kwa kasi. Sauti ikasema kwa nguvu. Mpangaji mpya amefika. Nilitambua jambo moja la kutisha. Sauti ile ilikuwa sauti yangu. Nilikuwa nimeanza kuchukua nafasi. Mama Rukia akatokea ghafla mwishoni mwa handaki. John, alipiga kelele. Chagua sasa. Alinitupia kitu. Kunguo za zamani. Ukifunga mlango wa duara, mzunguko utavunjika. Lakini wewe... Hakumaliza. Nilijua bei yake. Nilishikilia kunguo mkononi. Nilitazama bahari ikipanda. Nilitazama majina ukutani. Kisha nikajitazama mwenyewe. Nusu binadamu, nusu kivuli. Nilifanya uamuzi. Na kama umefika hapa, wewe si msikilizaji wa kawaida. Tafadhali, subscribe, like na comment kwenye channel yetu ya Simulizi na Azizi. Mwisho wa simulizi hii una funzo zito. Baki hadi sentensi ya mwisho. Nilisimama katikati ya lile duara, maji ya bahari yakinifikia magotini. Funguo zile zilikuwa nzito mkononi mwangu, kama zinajua uamuzi wangu una thamani kuliko maisha yangu mwenyewe. Sauti zilikuwa zikilia kila upande. Funga! Usifunge! Chagua! Nilimtazama John wa kwanza. Alikuwa amechoka. Alikuwa amesalimu amri. Nikifunga, nikamuuliza, nini kitanitokea? Alitabasamu kwa huzuni. Utakuwa ghetto, na ghetto itakuwa wewe. Nilielewa kitu ambacho sikuwa nimekiona tangu mwanzo. Hii haikuwa laana ya nyumba. Haikuwa laana ya bahari. Ilikuwa laana ya ukimya wa watu. Watu walijua. Mzee Bakari alijua. Mama Rukia alijua. Ghetto nzima ilijua. Lakini kila mmoja alinyamaza ili aokoke yeye.
na kimya chao kilikuwa kinahitaji mtu wa kubeba mzigo. Nilipiga magoti, nikafunga macho. Kama kuna haki yoyote imebaki, nilisema, basi ichukue mimi, lakini waache wengine. Nikachomeka funguo kwenye tundu la chuma. Bahari ikapiga kelele kali kama mnyama aliyejeruhiwa. Niligeuza funguo. Klak! Mwanga mkali ukajaa chumba. Majina ukutani yakaanza kufutika, moja baada ya jingine. John wa kwanza akaniangalia. Asante, alisema kwa mara ya kwanza kama binadamu. Mwili wake ukapotea kama ukungu wa asubuhi ya Tanga. Asubuhi ilifika. Mama Rukia alisimama nje ya nyumba ile, machozi yakimtiririka. Mzee Bakari alikaa chini akishika kichwa. Nyumba ile ilisimama kimya. Hakuna sauti, hakuna upepo wa ajabu. Lakini hakukuwa na John. Mimi sikutoka tena pale, lakini ghetto ilisimama. Usifikiri nimekufa. La, niko hapa. Kila unapopita kwenye mitaa ya zamani ya Tanga usiku, kila unapohisi upepo wa bahari unakuita kwa jina, kila unapohisi nyumba fulani inakutazama, mimi niko hapo. Mimi ni mlango uliowekwa kufuli. Mimi ni onyo. Na kama unasikia sauti ikisema, karibu mpangaji mpya, basi ujue, ghetto inajaribu tena. Simulizi hii inatufundisha mambo makubwa matatu. Kimya cha jamii kinaweza kuua zaidi ya laana. Watu wakinyamaza juu ya uovu, uovu hupata makazi. Shida zisipotatuliwa hupitishwa kwa mtu mwingine. Mpangaji hubadilika, tatizo linabaki. Ujasiri wa mmoja unaweza kuokoa wengi, lakini una gharama. Kama ungekuwa wewe, ungejitoa kuokoa wengine au ungeondoka kimya kimya ukaacha ghetto ichukue mpangaji mwingine? Andika maoni yako. Natembelea comment zote. Asante kwa kusikiliza Mpangaji Mpya wa Ghetto. Usisahau subscribe, like na kushare Simulizi na Azizi. Na kumbuka, si kila nyumba isiyo na kelele ina amani.